Hujambo msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwate. Tulionayo asubuhi hii: Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha mpango wa kumaliza vita vya Gaza katika mkutano na viongozi wa Kiarabu. Rais wa Kenya William Ruto amesema operesheni ya usaidizi wa kimataifa wa usalama nchini Haiti unakabiliwa na ukosefu wa ufadhili wa kutosha. Na kwenye gumzo hii leo tunaangazia tangazo la tume ya uchaguzi nchini Malawi kumtangaza rasmi rais wa zamani Peter Mutharika kama mshindi wa uchaguzi wa wiki iliyopita. Pongezi kwa Mutharika zimeweza kuaminika. Rais wa Zimbabwe, rais wa Msumbiji, tunatarajia katika masaa machache yajayo leo viongozi wengine wataweza kutangaza kumpongeza rais mteule Profesa Peter Mutharika. Lakini kwanza ni muktasari wa habari unaosomwa kwako na Karo Robi. Karibu Karo. Asante Phyllis. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miongo 6, kiongozi wa Syria amehutubia kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaofanyika New York. Rais wa muda wa Syria Ahmed al-Sharaa amesema nchi yake imerudisha hadhi yake na ustahili katika safu ya kimataifa. Bwana al-Sharaa pia alikutana na rais wa Marekani Donald Trump pembezoni mwa mkutano huo, na nchi yake na Ukraine zimerejesha mahusiano ya kidiplomasia baada ya kukutana na Rais Volodymyr Zelensky huko New York. Ukraine ilisitisha mahusiano na Syria mnamo mwaka 2022. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema sayansi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi yako bayana kabisa na sio swala la maoni au mtizamo. Macron ameueleza mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa kuwa wanasayansi wenye tajriba ya hali ya juu hawana mashaka kuhusu hali ya tabia nchi na bioanuai. Victor Kenani na taarifa zaidi. Kauli yake inakuja siku moja baada ya Rais Donald Trump kupuuzilia mbali masuala ya mazingira, akiyataja kama utapeli mkubwa na kuhimiza matumizi zaidi ya nishati ya visukuku. Hayo yanajiri huku Rais wa China Xi Jinping akitangaza kuwa gesi chafu itokayo viwandani itapunguzwa nchini mwake kwa kati ya 7 hadi 10 ifikapo mwaka 2035. Hii ni mara ya kwanza kwa China, ambayo ndiyo nchi inayochafua zaidi mazingira duniani, kutangaza hatua madhubuti za kukabiliana na gesi chafu inayotokana na shughuli za kiviwanda. Ripoti zinaarifu kuwa shughuli katika viwanja 4 vya ndege nchini Denmark zimetatizika baada ya ndege zilizoendeshwa na marubani kugundulika katika anga ya nchi hiyo. Maafisa katika uwanja wa ndege wa Aalborg nchini Denmark wamesema wamefunga kwa muda uwanja huo. Polisi katika mji huo ulioko kaskazini mwa nchi hiyo wanachunguza kisa hicho. Shirika linalosimamia udhibiti wa safari za angani Ulaya limesema shughuli za usafiri katika uwanja wa Aalborg zilisitishwa hadi leo asubuhi saa 12. Tukio hilo linakuja siku 2 baada ya uwanja mkuu wa Denmark wa Copenhagen kusitisha shughuli zote za usafiri kutokana na wasiwasi wa kiusalama kufuatia kugunduliwa kwa ndege zisizoendeshwa na marubani zisizojulikana pia zinatoka wapi. Na rais wa zamani wa Malawi Peter Mutharika mwenye umri wa miaka 85 ameshinda uchaguzi wa rais. Wapiga kura wamemkataa rais wa sasa Lazarus Chakwera baada ya muhula mmoja madarakani wa miaka 5 ambapo walishuhudia mgogoro mbaya zaidi wa kiuchumi. Tume ya uchaguzi ya Malawi ilimtangaza Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi huo kwa 56%, huku Chakwera akipata 33%. Awali bwana Chakwera alikubali kushindwa na kusema anataka kukabidhi madaraka kwa njia ya amani. Hii ni BBC. Muktasari wa habari umesomwa kwako na Karo Robi. Kumbuka matangazo haya ya Amka na BBC unaweza kuyasikiliza kupitia FM na redio wa shirika mbali Afrika Mashariki. Vile vile yako kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Karibu, mimi ni Phyllis Mwate. Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha mpango wa kumaliza vita vya Gaza katika mkutano na viongozi wa Kiarabu wiki hii, kwa mujibu wa mjumbe wake siku ya Jumatano, huku shirika la uokoaji la Gaza likiripoti vifo vya makumi ya watu kutokana na mashambulizi ya Israel. Zaidi na Victor Kenani.
Mjumbe wa Marekani Steve Witkoff, ambaye amehusika kwa miezi kadhaa katika juhudi za upatanishi kwa lengo la kumaliza vita vya karibu miaka miwili, alisema Trump aliwasilisha mpango wa amani wa vipengele 21 kwa ajili ya Mashariki ya Kati na Gaza katika mkutano wa Jumanne na kundi la viongozi kutoka mataifa ya Kiarabu na Kiislamu. Taarifa ya pamoja kutoka kwa serikali zilizowakilishwa katika mkutano huo zilisema kuwa viongozi walirudia ahadi yao ya kushirikiana na Rais Trump na kusisitiza umuhimu wa uongozi wake katika kumaliza vita. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema baadaye kuwa Israel haina wajibu wa kuheshimu wimbi la mataifa yanayotambua Palestina kuwa taifa huru, yakiwemo Australia, Uingereza, Kanada na Ufaransa. Katika uwanja wa mapambano, Israel iliendeleza mashambulizi yake dhidi ya jiji la Gaza, ambayo imewalazimu mamia maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Israel inasema kwamba mashambulizi haya ya anga na ardhini yanalenga kuliondoa kundi la Hamas, kundi la wapiganaji wa Kipalestina ambalo shambulio lake la mwezi Oktoba mwaka 2023 liliibua vita hivi. Mohamed Hajjaj, ambaye alipoteza jamaa zake katika shambulio la siku ya Jumatano, alisema kulikuwa na mashambulizi makubwa ya mabomu yaliyolipua jengo wakati watu wamelala. Kile kilichotokea ni kwamba vijana, wanawake na watoto walikuwa wamelala kwa amani, na ghafla tukashambuliwa kwa mfululizo wa makombora. Ni Mungu tu anajua ni wangapi bado wamekwama chini ya vifusi. Kama unavyoona, hakuna mtu yeyote aliyetuonya mapema kuhusu mashambulizi haya ya mabomu, na hatukupata taarifa yoyote. Katika uzinduzi wa operesheni ya ardhini inayoungwa mkono na Marekani mjini Gaza, jeshi la Israeli liliwaambia Wapalestina waelekee katika eneo maalum la kibinadamu kusini mwa Gaza. Hata hivyo, Israeli imekuwa ikilipua eneo hilo la Al-Mawasi mara kwa mara tangu kulitangaza kuwa eneo salama mwanzoni mwa vita. Kuongezeka kwa mashambulizi ya ardhini wiki iliyopita kulijiri huku uchunguzi wa Umoja wa Mataifa ukilihutumu Israeli kwa kutenda mauaji ya halaiki huko Gaza, madai ambayo Israeli ilikataa vikali. Mwaka mmoja baada ya kutoa idhini kwa vikosi vya walinda usalama kujiunga na jukumu tata nchini Haiti wakati wa ziara ya kitaifa mjini Washington, Rais wa Kenya William Ruto amesema kwamba operesheni ya usaidizi wa kimataifa wa usalama nchini humo bado inakabiliwa na ukosefu wa ufadhili wa kutosha na changamoto za kiufundi. Ruto aliyasema haya akiwahutubia viongozi wa dunia katika mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa huko New York nchini Marekani. Zaidi na Wahiga Mwaura. Akiongea kwa Umoja wa Mataifa, Rais wa Kenya William Ruto alizungumza kuhusu mageuzi ya Umoja wa Mataifa. Alisema Afrika inapaswa kupata viti viwili vya kudumu vyenye kura ya turufu na viti viwili visivyo vya kudumu katika Baraza la Usalama, yani UN Security Council. Kuhusu vita duniani, Rais Ruto aliongea kuhusu Gaza na Sudan. Alisema mateso hayapaswi kulaaniwa sehemu moja na kupuuzwa sehemu nyingine. Aliomba mapigano yasimame kabisa Gaza na mazungumzo ya amani ya kweli kati ya Israel na Palestina yaanze. Pia aliomba mateka wa Israel waachiliwe mara moja. Kuhusu Haiti, Rais Ruto alisema uongozi wa Kenya katika operesheni ya usalama umeleta matokeo mazuri. Shule zimefunguliwa tena, watoto wako darasani, barabara hazijazuiwa tena na magenge, utekaji nyara na uporaji umepungua, ndio alisema. Pia alisema uwanja wa ndege na bandari sasa zinafanya kazi kawaida. Lakini alionya kuwa operesheni haina pesa za kutosha, hivyo msaada zaidi unahitajika. Kumbuka pia Rais Ruto alihutubia mkutano mwingine juu ya Haiti juzi na alisema wanajeshi wa Kenya wamefanya kazi kubwa hata kama hawajafika idadi kamili na hawana vifaa vya kutosha. Alishukuru Marekani kwa magari ya msaada, lakini akasema mengi ni ya zamani na yanaharibika na hilo linaweka wanajeshi wa Kenya hatarini. Kwa kuwa muda wa operesheni unaisha Oktoba tarehe 2, Marekani na Haiti zimeomba kuwe na kikosi kikubwa zaidi kupambana na magenge makubwa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Christopher Landau alisema kikosi kipya kitakuwa na wanajeshi 5,500 na kitaungwa mkono na ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa Haiti kwa pesa na vifaa.
Baada ya kufungwa kwa zaidi ya miaka mitatu, mpaka wa Bunagana kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulifunguliwa tena. Hatua hii imeleta matumaini kwa wafanyabiashara na jamii za mipakani ambao wamekabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi kutokana na kufungwa kwa mpaka huo. Roncliffe Odit anatueleza zaidi. Asubuhi na mapema, Idris na wafanyikazi wake wameraukia kazi. Wanasafisha vyumba tayari kuwapokea wageni. Na kwa mtizamo wa jumla, vyumba hivi havijawa na wageni kwa wiki, miezi na hata miaka kadhaa. Kwa zaidi ya miaka 3.5, mpaka wa Bunagana unaounganisha Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulikuwa umefungwa. Na Idris alikuwa nusra afilisiki kabisa, lakini sasa ana sababu ya kutabasamu tena. Hali imekuwa ngumu, hamna songamano, hamna watu. Tulikuwa tukipata gari zaidi ya 100 zinavuka kila siku kupeleka simenti, kupeleka soda. Hao wote wamekata kwa sababu East Africa yote ilikuwa ikitumia njia hii. So walikuwa wote hawapo, wanatumia njia ya Kisenyi. Sababu kuria. Hoteli hii hapa mpakani si kitega uchumi kwa Idris tu, lakini zaidi ya wafanyikazi wake 10 walikuwa wameachwa bila ajira na bila tegemeo maishani. Ndoa zimevunjika kutokana na hali ngumu ya maisha, watoto hawakwenda shule, watu walifukuzwa kazi tumesimamisha wafanya kazi. Kusema kweli hapa palikuwa wafanya kazi kama 20, lakini sasa hivi na wafanya kazi 2 tu. Mmoja anatengeneza rumzi, mwingine anashughulika na mambo ya chakula. Mpaka huu wa Bunagana ambao ulifungwa tangu mwaka 2021 kutokana na vita mashariki mwa Kongo, sasa umefunguliwa tena baada ya makubaliano kati ya maafisa wa wilaya ya Kisoro nchini Uganda na wenzao wa mji wa Bunagana nchini Kongo. Lakini bado biashara haijaanza kupanda kama ilivyokuwa hapo awali. Namba ya watu yenye naingia wanatoka imeongezeka kidogo. Lakini kwa biashara hawa wa custom ya katuseme ya kwetu URA wanatuambia iko kama system zenye bado funguliwa sana, na wa immigration nao ni vile iko system ya bado wanza. Ni vitu tu kidogo iko kwa kichwa au kwa hii tricycle zenye zinatembea. Kwa business ya bulk hakuna. Hata meya wa mji wa Bunagana, Ndayabaje Ismail, anakubali kwamba hadi pale malori makubwa ya mizigo yatakapoanza kuvuka tena mpaka huu ndipo biashara zitaanza kushamiri. Gali kubwa hazijaanza kuvuka boda, lakini tumetarajia kama 3 weeks, 4 weeks tutakuwa tunaona hizo gali na zinaanza kupita hapa. Itafaidika sana. Lakini hii boda ndio boda yenye inakuwa inaingiza hela mingi sana hapa kwa government ya Uganda, na sisi hapa kama Town Council tumepata revenue kama boda imeendeka vizuri. Lakini kwa Idris na wafanyabiashara wengine hapa Bunagana, kufunguliwa tu kwa mpaka huu na kuanza kupita kwa magari madogo pamoja na watu ni ishara ya mambo mazuri wanayoyatarajia katika siku za usoni. Kufunguliwa kwa mpaka huu hapa Bunagana ni ithibati nyingine tena ya juhudi za kudumisha amani na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafanyabiashara hawa wana matumaini kwamba hali itaendelea kuwa sawa ili wapate fursa nyingine tena ya kujikimu kimaisha. Awali, kabla ya kufungwa kwa mpaka huu, mamlaka ya ushuru nchini Uganda inakadiria kwamba mpaka huu pekee ulikuwa ukileta faida ya angalau shilingi milioni 45 sawia na dola 13,000 kila mwaka. Na sasa, iwapo mapato hayo yataanza tena au la, ni muda tu unaoweza kujibu. Na sasa namkaribisha Omari Mkambara kuletea habari za michezo. Nianze na matokeo ya raundi ya 3 ya kombe la Carabao. Huddersfield Town walilala nyumbani kwa kuchapa goli 2-0 na The Citizen Manchester City. Newcastle United wakawaonyesha ubabe Bradford City kwa kuwapiga kwa magoli 4-1. Spurs wakatakata kwa ushindi wa goli 3 bila majibu dhidi ya Doncaster Rovers. Arsenal walipata ushindi wa goli 2-0 ugenini dhidi ya Port Vale. Na baada ya michezo hiyo sasa raundi ya 4, Arsenal watawakabili Brighton, wakati Swansea City wakiwakabili Manchester City. Newcastle United watakwenda kuchuana na Tottenham Hotspur. Liverpool watakipiga na Crystal Palace, huku Wolverhampton Wanderers wakicheza na Chelsea. Pale nchini Ufaransa, kocha wa Olympique Marseille Muitaliano Roberto De Zerbi amepigwa marufuku ya kusimamia mchezo mmoja wa ligi baada ya kuonyeshwa kadi nyekundu kwenye mchezo uliopita wa ligi waliopata ushindi wa goli 1-0 dhidi ya klabu ya PSG. De Zerbi sasa ataukosa mchezo mmoja wa siku ya kesho Ijumaa, wakati Olympique Marseille watapokabili Strasbourg. Na nchini Tanzania, jana kulikuwa na muendelezo wa msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara. Bingwa mtetezi Young Africans alianza vyema msimu 2025-26 kwa kupata ushindi wa goli 3-0
dhidi ya Pamba Jiji. Nao vijana wa Florent Ibenge Azam walichomoza na ushindi wa goli 2-0 dhidi ya Mbeya City, magoli ya Azam yakifungwa na Nasoro Saaduni pamoja na Faisal Salum. Na leo kutakuwa na mwendelezo wa ligi hiyo. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club watashuka dimbani kuikabili Fountain Gate majira saa 1 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na katika kikapu, timu ya Cleveland Cavaliers imemsajili mchezaji Norchad Omi, forward mwenye urefu wa futi 6 inchi 7. Omi aling'ara sana kwenye michuano ya vyuo, akiweka wastani mzuri wa rebound pamoja na pointi na kuwavutia wengi. Na hii inampa nafasi ya kipekee kuandika historia na kuwa mchezaji wa kipekee kutoka taifa lake la Nicaragua kucheza ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii. Naitwa Omari Mkambara Jumanji. Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu. Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha mpango wa kumaliza vita vya Gaza katika mkutano na viongozi wa Kiarabu. Na Rais wa Kenya William Ruto amesema operesheni ya usaidizi wa kimataifa wa usalama nchini Haiti unakabiliwa na ukosefu wa ufadhili wa kutosha. Hii ni BBC. Bila shaka matangazo hayo unayapata kupitia redio shirika mbalimbali nchini Tanzania, Radio Free Africa, Radio 1, CGFM nchini Kenya, Mwanedu FM na Must FM, na kama uko nchini Uganda, Radio Chitara, Radio Paidha, na kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni. Rais wa zamani wa Malawi Peter Mutharika ametangazwa rasmi kuwa mshindi wa uchaguzi wa wiki iliyopita. Matokeo rasmi yanaonyesha kuwa ameshinda kwa 57% ya kura dhidi ya 33% za rais aliyekuwa rais Lazarus Chakwera. Zaidi na Robert Kipto. It was clear Professor Arthur Peter Mutharika is the presumptive winner of the presidential election. Rais Lazarus Chakwera, ambaye alikuwa mchungaji kabla ya kuingia kwenye ulingo wa siasa, alikubali kushindwa kabla ya matokeo rasmi kutangazwa na tume ya uchaguzi nchini Malawi na kumpigia simu mtangulizi wake Peter Mutharika na kumpongeza kwa kile alichokiita ushindi wa kihistoria. I called Professor Mutharika to congratulate him on his historic victory and to wish him well as the 7th president of the Republic of Malawi. Mutharika, ambaye ni profesa wa zamani wa sheria, aliwahi kuwa rais kati ya mwaka 2014 hadi mwaka 2020 na alipoteza kwa tofauti kubwa ya kura dhidi ya bwana Chakwera. Sasa anaridhi uchumi ulioko katika hali mbaya sana, ukiwa na uhaba mkubwa wa mafuta na fedha za kigeni katika taifa hilo maskini. Kiwango rasmi cha mfumuko wa bei ya bidhaa kimekaribia 30%. Tume ya uchaguzi nchini Malawi imesema ilichukua siku zote 8 ilizoruhusiwa kisheria kutangaza matokeo ili kuhakikisha kila kitu kimethibitishwa kwa umakini na kushughulikia malalamiko yote yaliyowasilishwa. Hotuba ya bwana Chakwera kukubali matokeo ilizua shangwe miongoni mwa wafuasi wa bwana Mutharika jijini Lilongwe, ambapo mamia walimiminika mitaani wakiimba na kucheza. Matokeo haya yanaweza kutafsiriwa zaidi kama kupingwa kwa Chakwera kuliko ushindi wa kweli wa bwana Mutharika. Wakati wa uongozi wa rais Chakwera, orodha ya matatizo ya raia wa Malawi ilizidi kuwa ndefu: ufisadi mkubwa, uchumi dhaifu, gharama kubwa za maisha, kukatika kwa umeme mara kwa mara na upungufu wa fedha za kigeni, ambavyo viliwasukuma raia wa Malawi kutafuta mwelekeo mpya wa uongozi na kisiasa. Ingawa matatizo haya yalikuwepo pia wakati wa rais Peter Mutharika, yalizidi kuwa mbaya zaidi chini ya utawala wa rais Lazarus Chakwera. Washirika wa Chakwera wanasema kushinda kwao kulisababishwa na sababu zisizo chini ya uwezo wao, wakisema ukame, majanga ya asili, janga la COVID-19 na vita vya Ukraine vimesababisha matatizo kote duniani. Hata hivyo, kauli mbiu ya kampeni ya Mutharika kurudi kwenye uongozi uliothibitishwa
iliguza hisia za wapiga kura wengi nchini Malawi. Sasa Mutharika atalazimika kuonyesha tena uwezo wake wa kupambana na mfumuko wa bei kama alivyofanya katika muhula wake wa kwanza. Hafla ya kuapishwa kwake inapaswa kufanyika kati ya siku 7 hadi 30 baada ya matokeo rasmi kutangazwa na tume ya uchaguzi. Na taarifa hiyo ya Robert Kipton ndio inayotujengea msingi wa gumzo letu asubuhi ya leo. Sasa awali nimezungumza na mwanahabari Nixon Katembo ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii, na anaanza kwa kueleza kuhusu tangazo la tume ya uchaguzi ya Malawi. Ndio, waliahirisha hadi saa 2 za usiku za Malawi, sawa na saa 3 za usiku za Afrika Mashariki, lakini wameweza kutangaza mshindi kuwa ni Peter Mutharika, rais aliyeng'olewa madarakani na rais anaondoka sasa Lazarus Chakwera. Na hii ni kutokana na jumla ya matukio yote yaliyotangazwa na mkuu wa tume ya uchaguzi Jaji Annabel Mtalimanja kwamba Mutharika ameweza kupata 57% ya kura zote zilizopigwa dhidi ya Chakwera 33%. Namna Sadik AU wametoa taarifa yoyote baada ya tangazo rasmi kutolewa? Bila shaka baadhi ya taarifa za pongezi kwa Mutharika zimeweza kuanza kuaminika. Rais wa Zimbabwe pamoja na rais wa Msumbiji, na tunatarajia katika masaa machache yajayo hii leo viongozi wengine wataweza kutangaza kumpongeza rais mteule Profesa Peter Mutharika. Kipi hasa kinaonekana kuwapa msukumo wapiga kura wengi wa Malawi kumrudisha tena bwana Mutharika kama rais, kwani tayari aliwahi kuongoza nchi hiyo? Kwanza chama chake cha DPP, Democratic Progressive Party cha Malawi, wanasema kina sera nzuri ambazo zilianzishwa na huyu kaka yake Bingu wa Mutharika. Kwanza kuleta maendeleo ndani ya Malawi, haswa katika sekta ya miundombinu, kuweza kuhakikisha kwamba Malawi wanapotea mboleo na kuboresha kilimo cha nchi hiyo. 3, pia kuleta usawa wa kijamii na kwa ujumla kuhakikisha kwamba sheria inashika mkondo wake, kwa sababu huyu Profesa Peter Mutharika ni mwanasheria, alikuwa mhadhiri wa chuo kikuu katika masuala ya sheria, na wanasema chama hicho kimeweza kusababisha Malawi wengi kutoka katika hali duni kabla ya kaka yake Bingu wa Mutharika kuja madarakani. Nadhani hilo ndilo haswa kubwa. Sasa hali ya sasa ya Malawi, pamoja na kuwa walikuwa na matumaini makubwa kwa rais Lazarus Chakwera anayeondoka madarakani alipokuja, wakimshtaki huyu anayerejea kwamba alihusika katika rushwa, sasa wameona kwamba afadhali Peter Mutharika arejee madarakani na chama chake cha DPP kuendeleza yale aliyokuwa ameanza. Kipi kitarajiwe sasa baada ya mshindi kutangazwa? Je, tunajua kwamba ataapishwa lini ama kuanza kutangaza baraza lake la mawaziri? Kwa mujibu wa sheria za Malawi, rais anapaswa kuapishwa ndani ya wiki 2 wako hakutakuwa na pingamizi, na nadhani hilo tayari limefanyika kwa sababu baadhi ya wagombea wamempongeza rais aliyetangazwa Peter Mutharika hapo jana na tume ya uchaguzi. Na pia baada ya kuapishwa basi ataweza kutangaza baraza la mawaziri na nini anachokishughulikia. Kinachopewa kipaumbele hapa kwa Malawi ni kuweza kudhibiti mfumuko wa bei, kurejesha fedha za kigeni, pamoja na kupambana na rushwa na kukabiliana na hali mbaya ya sekta ya kilimo ambayo imekuwa katika hali isiyowahi kushuhudia kutokana na madhara mbalimbali, haswa mabadiliko pia ya tabia nchi ambayo yamekuwa yakikabili nchi hiyo, ukame pamoja na mafuriko yaliyokithiri. Sasa wa Malawi wanatarajia kwamba rais anayekuja madarakani atakabiliana na masuala haya, na wanatarajia kwamba nchi yao itarejea katika hali ya utulivu wa kiuchumi. Kwa hayo yote umetaja, vipi je ajira kwa vijana? Tunajua kwamba Malawi ina idadi kubwa ya vijana wasio na ajira. Je, sera za Mutharika zitaweka kipaumbele katika ajira au kutakuwepo kurudiwa kwa changamoto zile zile ambazo vijana wamekuwa wakipitia? Nilipozungumza
Nimezungumza na baadhi ya vijana ambao baadhi wao ni wasomi sana katika vyuo mbalimbali vya Malawi. Waliweza kuzungumzia kwamba ikishughulikiwa sekta mbalimbali hasa kiuchumi, urejeshaji wa ujenzi wa miundombinu pamoja na kuhakikisha kwamba fedha za kigeni zinarejea, basi na kushughulikia kilimo, hii itawezesha Malawi kuweza kuunda ajira na pia kuajiri vijana ambao wamekuwa kilalamika kwamba hakuna ajira. Ongezeko la ukosefu wa ajira limezidi marudufu chini ya utawala wa Chakwera. Sasa hili ni swala ambalo pengine akitimiza ahadi zake kwa vijana pamoja na Malawi kwa ujumla, basi swala hili la vijana litaweza kushughulikia vilivyo. Tuangazie mustakabali wa Chakwera. Sasa baada ya kukiri kushindwa kuondoka madarakani, je, ana nafasi gani tena katika siasa za Malawi? Unadhani atabaki kuwa kiongozi wa upinzani au labda ataamua kuachia ngazi kabisa? Kuna lolote ambalo limesemwa? Mpaka sasa hivi hajaelezea hatima yake ya kisiasa kuendelea mbele, lakini baadhi ya Malawi niliozungumza nao walimlaumu kwamba aliingia madarakani bila kujua nini masuala ya uongozi ya kuongoza nchi. Yeye pamoja na kuwa alikuwa kasisi akiongoza kanisa kubwa huko nchini Malawi, walizani kwamba atatumia fursa hiyo ya uongozi wa kanisa kuwa uongozi wa kisiasa, lakini wameelezea kwamba ni dhahiri kwamba ana uhafifu katika masuala ya uongozi wa kisiasa. Azma yake ya kisiasa ni vigumu kuweza kuitathmini kwa sababu wa Malawi anasema kwamba kabisa haijawahi kutokea kwa nchi hiyo kuwa na mfumuko wa bei kwa kiasi cha namna hii hadi fedha za kigeni kukosekana pamoja na mafuta kukosekana nchini, swala ambalo anasema kwamba inatokana na uongozi wake mbaya, na pia kwa kimlaumu kuwa mjeuri sana asiyesikiliza mashauri kutoka hata kwa washauri wake wa karibu. Sasa sidhani kwamba ataweza kuendelea kuongoza upinzani ndani ya nchi hiyo. Basi na tukiangazia upinzani wenyewe kwa jumla nchini Malawi, unaweza uzungumzia vipi? Unaonekana dhaifu au dhabiti vya kutosha ili kuweza kusimamia serikali mpya itakayoingia madarakani? Chini ya Chakwera, DPP ambayo sasa inaingia madarakani inaongozwa na Mutharika ilikuwa na wabunge wengi, ikifuatwa na chama cha Chakwera, Malawi Congress Party. Sasa iwapo wabunge ambao wametangazwa wako wengi, bila shaka chama cha Chakwera kitaongoza upinzani. Lakini tusisahau kwamba chini ya Chakwera kulikuwa na makamu wake aliyefariki mwaka huu, Cyrus Chilima, ambaye chama chake kinaongozwa na Daliso Kabambe ambaye ni mkuu wa benki ya Malawi wa zamani. Sasa hawa waweza wakafanya upinzani mkali dhidi ya Mutharika anayekuja madarakani iwapo atashindwa kutimiza ahadi kwa wananchi. Hii utazungumziaje demokrasia? Baadhi ya nchi zinashuhudia migogoro ya kisiasa baada ya chaguzi. Je, hatua ya Chakwera kukubali kushindwa unadhani ni funzo? Kitu cha kwanza, hata kabla ya kuzungumzia Chakwera, tuwapongeze wa Malawi kwa ukomavu wa kidemokrasia walioonyesha kwamba mnaweza kuwabadilisha viongozi baada ya miaka 5 na kuwapa muhula mmoja mmoja ikiwa hawakidhi mahitaji ya wananchi wenyewe. Pili, tumpongeze Chakwera kwa kubali kushindwa, kwa sababu kwa Kiswahili wanasema asiyekubali kushindwa sio mshindani, na hili ni swala la ukomavu kabisa, kuonyesha uongozi thabiti wa kidemokrasia kwamba katika demokrasia kuna kushindwa na kushinda, na nadhani ni mfano wa kuigwa kuliko masuala ambayo tumekuwa tukiyashuhudia kwingineko barani Afrika ambako viongozi wanang'ang'ania madaraka, hata pia kupinga matukio ya uchaguzi na kujitangaza kuwa washindi, na swala ambalo linasababisha migogoro katika maeneo fulani fulani. Sasa nadhani Malawi imetoa mfano mzuri sana kwa mataifa mengine ya bara la Afrika katika kuendesha demokrasia zake na siasa za ndani, kwamba ushindani wa kisiasa isiwe swala la kuligawanya taifa kwa misingi yoyote ile ya kiitikadi, ya kisiasa, ya kijamii. Muda hauturuhusu kuendelea, tunakomea hapo kwenye matangazo haya Amka na BBC ya Alhamisi yaliyosimamiwa na Victor Kenani, na fundi wa mitambo amekuwa Habat Masua. Na kwa methali ya Kiswahili isemayo mvumilivu hula mbivu, na kutakia siku njema yenye subira na mafanikio tele. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, mimi ni Phyllis Mwate, hii ni BBC.